mzuri ambao ni wa kwenda kulisikiliza neno, na kabla tujamkaribisha mnenaji wa leo, nitaenda kuomba ufungue moyo wako. Ufungue moyo wako ukutane na neno la leo. Maana ukifungua moyo wako na ukikutana na neno la siku la leo, maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Naamini maisha yako yataenda kubadilika. Uruhusu moyo wako kufunguka kwa ajili ya neno la leo. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Na hivyo tutaenda kumkaribisha mnenaji wetu wa leo. Karibu na Mungu akubariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaingia kipindi hiki, nitaomba mama yetu ombea mhubiri. Mtakatifu ndilo jina lako. Asante Yesu. Muda na saa kama hii tunakuwa mbele ya meza mtakatifu. Tunakuwa wenye kiu na njaa ya neno lako Bwana. Asante Bwana. Acha mwenyewe utugawie sawa sawa na aliyo mapenzi yako Bwana. Asante Yesu. Chombo ambacho kinasimama mbele yetu Baba, wewe Baba utakitumia kama chombo chako. Asante. Acha maneno yako yapate nafasi ndani ya mioyo yetu Bwana. Maneno yako yazame kama nanga ndani ya maisha yetu. Mtumishi wako umtumie sawa sawa na yaliyo mapenzi yako Bwana. Umtumie Bwana, umpe uvuvio wa Roho Mtakatifu. Atakaponena neno Baba lipate nafasi na lizame ndani yetu kama nanga. Ninamweka mbele yako Baba, umtumikishe sasa. Kwa maana yeye ni chombo tu na wewe utakuwa sauti ndani mwake. Tunajiacha mikononi mwako ni kupitia jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Furaha ipo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kweli tunaenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali na neema tumepata siku ya leo. Kusimama mbele zenu siku ya leo haimaanishi tunajua, lakini ni kwa neema zake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naendelea vile vile kushukuru nyinyi wote ambao mmeacha kazi zenu na kufika hapa kuja kusikiliza maneno ya Mungu. Nasema Mungu atubariki sisi sote kwa pamoja. Kwa hiyo tutaomba kanisa, sitawachosha, tusimame ili tusome neno la Mungu. Tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Yohana 19. Tutaanzia mstari wa 12 mpaka 13 na tutaruka 19 hadi 22. Nitasoma. Tunaanza Yohana 19, tunaanza mstari wa 12. Na tangu hapo Pilato akatafuta kumfungua, lakini Wayahudi wakapiga kelele wakisema, ukimfungua huyu wewe si rafiki yake ya Kaisari. Kila mtu ajifanyaye kuwa mfalme ufitini Kaisari. Basi Pilato aliposikia maneno hayo, akamleta Yesu nje, akaketi juu ya kiti cha hukumu mahali paitwapo sakafu la mawe, au kwa Ebrania Gabatha. Amen. Tunakwenda kwenye mstari wa 19. Naye Pilato akaandika anwani, akiweka juu ya msalaba, imeandikwa Yesu Mnazareti, mfalme wa Yahudi. Basi anwani hiyo iliyosomwa wengi katika Uyahudi, maana mahali pale paliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji. Nayo iliandikwa kwa Ebrania na Kirumi na Kiyunani. Basi wakuu wa Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali
ya kwamba yule alisema mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, niliyoandika nimeandika. Amen. Tunaweza tukaketi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo sitawachosha sana, tuna neno ndogo tu ambalo tutakayozungumzia. Inasema uwe mkweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe mkweli, ndiyo neno ambalo tutakayozungumzia. Mahali tumesoma jinsi Yesu Kristo alivyoteswa, jinsi Yesu aliyosulubiwa. Na hapa mtu ambapo tunarekodi zaidi sana, tunarekodi maneno yale ambapo Pilato aliyazungumza wakati alipenda kumsulubisha Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tunazungumza neno hili, uwe na ukweli. Neno ukweli ni neno ndogo, lakini ni neno linafanya kazi kubwa katika maisha yetu. Kama mtu hana ukweli, huyo mtu anapotea. Bwana asifiwe. Kama mtu hana ukweli, huyo mtu ni mfungwa. Bwana asifiwe. Kwa kuwa maandiko ukisoma Yohana 8 na mstari wa 32 inasema mtajua ukweli na ukweli utawaweka huru. Sema amen. Na kama hatujakuwa katika kiasi ya kuzingatia ukweli wa Mungu, sisi tutakuwa watumwa wa bovu shetani. Sema amen. Na ndio maana Mungu ametupatia neno hili fupi leo tulizingatie, na leo tusikie maneno ambapo Mungu anapenda kuzungumza na kanisa lake siku ya leo. Tumesoma wakati Yesu aliposulubiwa, walimbeba kwa Pilato. Pilato alimhoji Yesu Kristo, akamhoji Yesu Kristo, lakini hakuna kosa lolote lile ambapo Pilato alimuona kwa Yesu. Sema amen. Na wakati Yesu Pilato alimleta Yesu kwa Wayahudi, akamwambia naona huyu mtu hana kosa lolote, kwa hiyo atapigwa mijeledi tu na arudishwe nyumbani. Ndipo hapa tumesoma watu wakalalamika, ukimfungua huyo utakuwa wewe sio rafiki wa Kaisari. Sema amen. Ukimfungua huyo, yani wewe sio rafiki wa Kaisari. Na kutokuwa na ukweli siku ya leo katika ulimwengu huu unaharibu makanisa, unaharibu hata ndoa, unaharibu hata serikali vile vile. Sema amen. Mtu anaona ukweli lakini apende kusema ukweli. Pilato aliona Yesu alikuwa innocent, hakukuwa na ila yoyote, hakukuwa na kosa yoyote. Na hivyo Pilato alikuwa anatafuta jinsi anaweza akamtosha Yesu asisulubiwe. Lakini watu walalamika, wakasema ukimtoa huyu, yani wewe sio rafiki wa Kaisari. Vile vile hata maisha tunayaishi, kuna hatua zingine tunazichukua kwa kuwa watu wanasema tuzichukue. Bwana Yesu atuhurumie sana. Unaweza ukaangalia katika karne yake, kuna watu karne yako, kuna watu ambapo mnakwenti ni wabaya kwako, lakini hawajawahi kufanya kosa lolote juu yako. Lakini kwa kuwa fulani alisema iko mbaya, na wewe unatia iwe mbaya. Na kushangaa sana, hata watumishi wa Mungu, wachungaji wanasimama kwenye majukwaa na kuongea mambo yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Mtumishi wa Mungu kama pastor, kama mchungaji, hatasimama kwenye madhabahu na kuleta mambo ya uchonganishi, hataleta mambo isiyofaa. Na bahati mbaya waamini wanamsapoti. Bwana Yesu atuhurumie sana. Unasimama jukwaa kama leo, unaanza ongea mambo ya chuki, unaanza ongea mambo ya ubaguzi, na watu wanakusapoti. Na utakutana Wakristo wamekwisha jiweka kama wafana wa maekipe. Hawa ni wa Manchester, hawa ni wa Liverpool. Unasapoti mtumishi wa Mungu ambapo anasema mambo yasiyokuwa ndani mwake ukweli. Na kuna baadhi hata watu wanachukia watu wengine kwa kuwa wenda mchungaji wake anachukia mtu mwingine. Hakuna mchungaji atakusimamia mbele ya Mungu. Sema amen. Hakuna hata
baba yako, hata rafiki yako atakusimamia akutetee mbele za macho ya Mungu. Utasimama wewe mwenyewe. Sema amen. Wakati tunapokosa ukweli ndani mwetu, tunapotoka na maneno ya Mungu. Pilato alijua ukweli, lakini hakutenda ukweli. Alisikia hoga watu, kwa kuwa walimwambia, ukimfungua huyu wewe sio rafiki wa Kaisari. Na hivyo akaleta maamuzi yale yalikuwa kinyume na yale alikuwa anayawaza. Vile vile katika maisha yetu, maamuzi mengi tunayotoa sio yale tulikuwa tunayapendelea sisi, lakini kwa kuwa watu waliyapendelea na sisi tunayafuata. Na itakuwa ole sana mtoto wa Mungu, wewe ambao unafuata mashauri ya watu wasiokuwa na haki. Itakuwa ole sana wewe mwana wa Mungu kuingia katika vikundi ambavyo vinaziaki Mungu. Itakuwa ole sana mtoto wa Mungu kuambatana na watu wasiompenda Mungu. Pilato alileta maamuzi yale akuwa yategemea, kwa kuwa alisikia oga, nikitoa maamuzi wenda nitatoka kwenye kiti, wenda nitatolewa, wenda nitauawa na mimi. Akatoa maamuzi yale yasiyokuwa sahihi. Na vile vile watu wengi, maamuzi wengi wanayatoa sio walikuwa wanayapendelea, kwa kuwa watu wanayapenda. Ingekuwa siku ya leo, ndugu yangu, fanya maamuzi yale yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Sema amen. Amen. Hakuna mtu hata kusimamia kukutetea. Hii jambo huwa nalizungumza sana. Tumetoka Afrika, tumeleta familia huku, lakini katika familia kulikuwa dosie ya baba. Ukifika mbele wanakuita, watoto wako kwa wapi, mke wako, mnapita. Lakini mbele ya macho ya Mungu hakuna yule atasimamia mtu mwingine. Sema amen. Utasimama mwenyewe. Na wakati tunapokosa ukweli ndani mwetu, tunafanya mambo yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Hebu jiangalie mwenyewe. Sisi tunaitwa Wakristo, sisi tu tungekuwa mifano. Lakini kwa kuwa ndani mwetu hamuna ukweli, ndani mwetu hamuna tena hoga wa Mungu, tunaanza kufanya mambo ya ulimwengu ufurahi bila Mungu kufurahi. Itakuwa huzuni sana. Tunakuja kumwimbia Mungu, kuhubiri neno la Mungu, kufanya mambo mengi. Watu wanaacha shughuli zao, wanafika kanisani, lakini mambo tunayachukua ni yale yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Sema amen. Amen. Sababu kubwa ya Yesu Kristo kufa, walisema alijihita yeye ni mwana wa Mungu. Na ukumbuke wakati Yesu alipozaliwa, Mfalme Herode alisikia kama kuna mfalme mwingine amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila siku nawaambiaga, kufanana majina hayamaanisha kutafanana na kazi tunayoifanya. Sema amen. Herode alikuwa mfalme na Yesu alikuwa mfalme, lakini zilikuwa falme ziko mbili tofauti. Sema amen. Lakini Herode kwa akili zake alijua Yesu anakuja mtoa kwenye kiti chake cha ufalme wake wa kimwili. Lakini Yesu alikuwa mfalme, anazungumzia mambo ya kiroho. Sema amen. Amen. Na vile vile tunaweza kuwa wachungaji, tunaweza kuwa mama wachungaji, tunaweza kuwa waimbaji. Wenda tunafanana jina, hatufanye kazi moja. Sema amen. Amen. Wewe kama utakuwa mtumishi wa Mungu wa kuleta ziaka, wewe kama utakuwa mtumishi wa Mungu wa kuleta ubaguzi, kama utakuwa mtumishi wa Mungu wa kuleta uchonganishi ndani ya watu, utaitwa, lakini kuna siku utadaiwa yale ambayo inayozungumza. Tutakubali kupigwa majiwe, tutakubali kuteswa, lakini ukweli wa Mungu tutauzungumza. Unikataa, unipende, hiyo ni yako, lakini nitasimama kwa usema ukweli wa Mungu. Aliyeumbwa na shetani hapa ni nani? Hayupo. Kwa nini kiumbe Mungu aliyekiumba wewe ukizarau? Hakuna mtu hapa alitoa rushwa ili awe kabila fulani. Uwe fieri na kabila umetoka ndani. Kwa kuwa kuna mtu aliyetoa rushwa. Hata wewe haukujua kama utazaliwa katika hiyo kabila. Lakini mapenzi ya Mungu,
Hata serikali zinaharibika leo zifanye kazi kwa kuwa ukweli wameacha ukweli na anga kuambatana mambo mengine yasiyowezekana. Kwa kuwa ni ndugu yangu hacha ikale hapa na mtu mwenye astahili. Hata makanisani vile vile ukweli wa Mungu umekosa katika makanisa. Hata watu wanasimama kuhubiri lakini ukweli wa Mungu umekosa ndani ya watu. Na hapo utaona mambo ambapo watu wanayafanya sio yale yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Wewe mtoto wa Mungu, mtoto wa kanisa, simama katika ukweli. Bwana Yesu atusaidie sana. Simama katika ukweli. Ulimwengu kuchukie lakini ubaki katika ukweli wa Mungu. Mbinguni hatutapaingia juu ya sifa za wanadamu, lakini tutaingia katika sifa za Mungu. Sema amen. Ilikuwa heri ulimwengu wote ukatae, lakini Mungu akupende. Kuna mtu mmoja aliniambia, Pastor, jua nini wewe au sema gisi wengine pastor anasemaga? Na njoo haya ambayo nimewaambia hapa, tunafanana majina lakini hatufanani kazi. Sema amen. Tunafanana majina lakini hatufanani kazi. Sitafika hapa mimi nianze kusema mambo ya ubaguzi juu ya watu. Sitasimama hapa mimi nianze kuleta uchonganishi juu ya watu. Tumeitwa ili tuwe kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikufa ili kuunganisha watu. Kabila aina hii haikukuwa na juana, lakini kupitia damu ya Yesu Kristo sisi sote tumekuwa kwa familia moja. Sema amen. Tulikuwa mbali na Mungu, Yesu Kristo alibomoa kibambazi na tukakuwa na uhusiano na Mungu. Wewe ni nani kile ambapo Yesu ameunganisha unapenda ukivunja? Tuwe wa kweli. Ukiona mambo hii ni ya ukweli, simamia mambo ya ukweli. Hata akuwe nani, simamia mambo ya ukweli. Lakini kwa kuwa ukweli hatupende kuzungumza juu ya ukweli, tunaanza kuzungumza mambo mengine yasiyompendeza Mwenyezi Mungu, ya kupenda tu watu watupende. Kweli tutapendwa na wanadamu, lakini ipo siku utajuta mwenyewe. Wewe na mchungaji wako, wewe na mwimbaji wako, wewe na nani wako, kila mtu atasimama mbele ya Mungu kutoa yale aliyohesabu ya yale aliyoyatenda mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Pilato kwa mara ya kwanza ile alibadili msimamo, akasema watu wamekwisha niambia kama nikimfungua Bwana, yani mimi sio rafiki wa Kaisari, hacha wamsulubishe. Bwana Yesu aturumie sana. Hapa kwenye mstari wa 19 tumesoma sasa. Pilato akaandika anwani. Bwana Yesu atusaidie sana. Akaandika anwani, Yesu Kristo mfalme wa Wayahudi. Lakini wale watu waliompigia kelele, ukimfungua huyo wewe sio rafiki wa Kaisari, tena wakamwambia haungeandika hivyo, uandike kama hili Yesu ndiye alisema yeye ndiye mfalme wa Wayahudi. Lakini kuna jibu ambapo Pilato alitoa, amesema lile ambalo nimeandika. Sema amen. Pilato mara ya pili sasa alisimama katika ukweli. Sema amen. Pilato sasa aligeuka akasimama katika ukweli. Kwa kuwa vipindi vyote alikuwa akimhoji Yesu Kristo, hakuona hata ila ndani ya Yesu Kristo. Lakini mara ya pili akasema yale ambayo nimeandika. Inamaanisha nini? Sitayafuta tena, haya yatabaki vile vile nilivyoandika. Sema amen. Na katika maisha yako hatuyakuwa too late ndugu yangu. Wenda maamuzi yako ni maamuzi tu ya watu wanakuingilia ili uamue mambo yasiyompendeza Mungu. Inaweza kuwa ni wakati sasa na wewe kusimama na kuanza kutetea ukweli wa Mungu. Sema amen. Ni wakati wako sasa wa kutetea ukweli wa Mungu. Kama vile Pilato alisikia oga nuru tu ya kwanza, akasema mumsulubishe Yesu Kristo.
Lakini wakati Yesu alikuwa kwenye msalaba, wakati alipotia anwani juu ya msalaba, tena walipenda kumshawishi avute yale ambayo yameandika, lakini Pilato amesema yale ambayo nimeandika nimeyaandika. Bwana Yesu atusaidie sana. Hata maisha yako ndugu yangu, kuna yale Mungu amekwisha andika juu ya maisha yako, lakini kuna watu wanapenda Mungu avute yale destination yako. Sema amen. Kuna watu wamekwisha jua wapi Mungu anakuelekeza, lakini kuna watu wakingaliki namwambia Mungu tu vuta. Jua nini unamuita president, vuta. Jua nini unamuita mama, vuta. Jua nini unamuita tate. Kuna watu wakingana tafuta tu kile ambapo Mungu ameandika juu ya maisha yako kifutikana. Lakini Pilato alisimama kwenye msimamo wa ukweli. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo itakuwa kwetu sisi kanisa. Hayakuwa too late mimi na wewe. Kama tulikuwa na maamuzi ya watu, kwa kuwa watu watasema hivi, hii ingekuwa wakati sasa usimame katika ukweli. Simama sasa katika ukweli. Gisi Pilato alisimama na kusema yale nimeandika, nimeandika. Yaani alipenda kuanisha wewe sasa hata kwa Kaisari, mimi nimekwisha andika, sitavuta haya nimeandika. Ameandika kwa juu, alijua ni ukweli, Yesu ni mfalme wa Wayahudi. Sema amen. Amen. Na wewe vile vile hata maisha yako na yaishi. Mungu alikuchagua kabla misingi ya ulimwengu hujawekwa. Ujue hivyo. Alikupenda na karama na huduma uliokuwa nazo si hazikotoka kwa mwanadamu, ni Mungu alikupa. Sema amen. Na vile vile kuna watu wanatamani hata karama na huduma na mtumikia Mungu zitolewe. Lakini sauti ya Mungu inasema, Mungu anasema yale nimeandika, nimekwisha andika juu yako. Sema amen. Uwe mtu mwenye kuwa na furaha kama yale ambapo watesi wako wanapenda yafutu juu maisha yako. Mungu anasema hata yafuta, ni Mungu ameandika. Kuna watu wanaweza kukuchekea, haimaanishi wanakupenda kwenye roho. Mtu anaweza kasikia huko na progression katika maisha yako, kuna vitu ambavyo vinabadilika katika maisha yako. Ni wa kwanza atakuja hata vile vile akwambie mambo ya ushauri. Lakini wakati wakiona hatua zako zinaanza kwenda vizuri, ni hao tena wataanza kukuchukia. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Sisi sote tunajua Bartimayo alikuwa kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Bartimayo alikuwa kipofu, alikuwa mtu wa kuomba karibu na njia. Akasikia kelele asema Yesu Nazareti anapita. Bartimayo akapaza sauti, Yesu mwana wa Mungu, unirehemu. Watu ambao walikuwa katika msafara ule wa Yesu walimkemea. Hata wewe kipofu uko na tuuzi. Lakini Bartimayo alipaza sauti. Alipaza sauti, Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Yesu akasimama. Bartimayo alikuwa kipofu. Bwana asifiwe. Yesu akasimama. Akambia mwambie aje. Bwana Yesu atusaidie sana. Watu wale waliomkemea wakaanza jipe moyo. Yesu anakuita. Na kama Bartimayo alifika mbele ya Yesu Kristo, yeye alikuwa kipofu. Nani aliyemleta mbele za Yesu Kristo? Ni wale waliokuwa na mkemea. Bwana Yesu atusaidie sana. Leo hii kama hautabaki katika mapenzi ya Mungu, watu watakutoa. Lakini ukigangalia Yesu Kristo, hao madui wako, Yesu atawatumikisha tena, watakubeba kwa Yesu Kristo. Sema amen. Ni hao wanajitia maadui wako. Hao watakubebea shakoshi. Hao watakupunguzia hata kilato. Kwa kuwa umesimama ukimtazamia Yesu Kristo. Yesu ana uwezo na mamlaka ya kufanya mtu wowote ule akutumikie wewe. Sema amen. Pengine unaona mtu mmoja, huyu ni pato wa ajabu, nitaweza huyu Bwana anaweza nitumikie. Anatia njia pasipokuwa njia. Sema amen. Kwa hiyo tubaki katika mapenzi ya Mungu. Hii ni ushauri wewe ambapo
unadhulumiwa, wenda wewe unaonewa, haungekuwa mtu wa kurudisha mabaya kwa mabaya. Bwana Yesu atusaidie sana. Wenda ukweli wako watu wasikie, lakini siku ya leo Mungu anatuomba, ukijisikia wewe unanyanyasiwa, usirudishe ubaya kwa ubaya. Piga kelele kwa Yesu Kristo. Sema amen. Mpigie Yesu kelele. Yesu akishasimama atakuita. Na watu wale vile walikuwa nakupigia makelele wakiwa kuambia mambo mengine, ni wenyewe watakuleta kwa Yesu Kristo. Sema amen. Ni wenyewe vile vile wataenda na kubeba kwa Yesu, kwenye Yesu Kristo iko. Kwa hiyo wewe ni kusimama katika mapenzi ya Mungu. Mara kwa mara tunakosa kufika destination yetu kwenye tuko naenda, kwa kuwa katika njia muna miba na michongoma. Muna vitu vingi katika njia, unajisikia tu uache. Lakini wakati unaacha, umekucha kuwa karibu ya kumfikia Yesu Kristo. Sema amen. Kwa hiyo nakupatia moyo mtoto wa kanisa, wewe ambao unaonewa. Wenda unajua kusema Kiingereza. Kiingereza ni lugha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anasikia lugha zote. Sema amen. Wenda mtu anaweza kujivimbisha, jua anajua kitu fulani. Kisikutie wasiwasi. Kila ambapo Mungu amekutia ana maana ya hiyo kitu kenye anakutia. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi sote hatungekuwa kwenye level moja. Sema amen. Hata wasomi. Inamaanisha president ndio anakuwa anasoma kuzidi watu wote? Hapana. Kuna watu wako wa president lakini wenyewe wako wanamtumikia chini, wana masomo vile vile. Sema amen. Na wakati utajua hiyo, utajua kile kenye Mungu ameandika, amekiandika. Unaweza kuwa na elimu kubwa, lakini utamtumikia mtu mwenye ana elimu. Elimu sio mbaya, ni nzuri. Lakini cha muhimu umtegemee Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Umtegemee Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa kuwa ni yeye atakutilia njia mahali hapana njia. Kwa kuwa Biblia inatuambia mahali ambapo akili ya mwanadamu inaishia, ya Mungu inaanzia pale. Sema amen. Wewe unaweza sema hapa njia imekwisha, ndio hapo sasa Mungu anaanza. Kumbuka wale wa Israeli wakati walipotoka Misri. Mbele yao kulikuwa bahari ya Shamu, ngambo na ngambo kulikuwa milima. Wa Misri nyuma yao. Bwana Yesu atuhurumie sana. Walijiuliza tutakwenda wapi? Tunakufa, tunaangamia. Musa, umetuleta huku tunakuja angamia na watoto wetu. Musa alimwambia Mungu akasema, waambie wanyamaze na wasoge mbele. Hawa wa Misri mnayowaona leo hamtawaona tena. Sema amen. Maadui wako wanakufuata, kuna siku wataangamia. Hawakuangamia kwa kuwa Waisraeli walipigana na wao, kwa kuwa Mungu alikuwa upande wa wana wa Israeli. Na kama Mungu wetu atakuwa upande wetu, hata maadui wetu watafedheheka. Sema amen. Wewe ni kubaki tu kumulilia Mungu. Mara kwa mara tunakosa kufanya kile Mungu ametuita tukifanye, tunaanza gombana na watu kwa kuwa watu wanatusema. Bwana Yesu aturumie sana. Watu hawatakosa kusema. Watu watakuwa nasema tu. Na ujaribu kuangalia kama uko na watu wenyewe wakuteti, yani ndani mwako hamna kitu. Sema amen. Kama watu wakuteti, yani ndani mwako hamna kitu. Kwa kuwa mti yenye kuwa bure, hakuna mtu anaweza lokota jiwe apige kwenye mti yenye kuwa bure. Unapiga kwa kuwa unajua kuna tunda. Sema amen. Na karama na huduma wala utajiri wala chochote Mungu amekupatia, kuna wanadamu wanapenda waviangushi. Kanisa hili kama watu ayaliteta halina Mungu. Sema amen. Kama watu hawayaziaki kanisa hili kanisa halina Mungu. Lakini tunashukuru Mungu kwa kuwa watu wanalisema vibaya na tunaamini kweli tuna Mungu mzima. Sema amen. Baki katika mapenzi ya Mungu. Tunazungumzia kuwa mkweli.
Ingekuwa heri watoto wa Mungu tutoke sasa katika utumwa, tuwe huru, kwa kuwa Biblia inatuambia ni katika kujua ukweli wa Mungu, hapo tutakuwa uhuru. Na mtu mwenye kujua ukweli wa Mungu ni mtu mwenye kufanya mapenzi ya Mungu. Mungu ana vitu ambavyo anatuandalia. Mungu ana njia ambapo anapenda kuzipasua sasa. Juu ya maisha yako, juu ya maisha yangu. Kuna vitu Mungu anapenda afanye vya mpya sasa. Ulimwengu ushangae. Lakini anatuomba tumtegemee yeye. Unajua watu wengi wanaweza wakakuhimiza katika safari. Unapenda kusoma? Kuna masomo pale. Idefonse, kuna masomo pale. Unaelewa idefonse? Dokter. Ulipita tanzapata pesa. Ulianza wewe ndio ulimwambia ende soma. Leo mshahara shakuwa kubwa, unaanza regret. Uko na regret na nini? Wanafiki. Wa kwanza kukuhimiza ni wao. Tena ni wa kwanza kukusema vibaya. Lakini kama uko mtoto wa Mungu, usijali na kusemwa na watu. Watu wanasema tu. Kulikuwa mtu mmoja alikuwa nani ya kucheza ya kuingiza, alikuwa anaitwa Small wa Tanzania. Bwana asifiwe. Na ndio mnamjua. Anasema hacha watu waseme. Kuna watu watasema leo, wengine wanasahau. Wanasahau mpaka miezi wanasahau. Lakini wewe unaendelea na safari. Na hiyo ndio unapasha zingatia, mtoto wa Mungu. Hapana kugombana, hiyo ni shauri kupatia. Hapana kugombana na mtu kwa kuwa anakusema. Piga magoti, mwambie Mungu. Kama tabia yangu mimi. Hata niseme kwa internet, sitakuandikia. Nitapiga magoti kumwambia wala nanitia hapa. Mwambie Mungu. Ukipenda kujipigania wewe, unamaanisha wewe una nguvu kuliko Mungu. Lakini kama unajua wewe una depend na Mungu, Mungu amesema vita sio vyenu, vita ni vyangu. Atakupigania na ushindi utaupata. Lakini bahati mbovu tunapenda sisi tupigane. Sasa ukipenda kupigana, Mungu unamtia wapi? Tuwe wa kweli. Tusimame katika ukweli. Hata katika nyumba zetu, hata makundi mbalimbali tuliko katika makundi, mtu anasema kitu kisiompendeza Mungu, mwambie hiki sio kizuri. Ama na wewe utaogopa sawa Pilato. Wewe unasema wewe sio wa kabila yetu. Ukisema wewe sio wa kabila yetu, mbinguni hakuna kabila. Sema amen. Hakuna shefu wako kabila atakusimamia mbele za Mungu. Mungu iko pale, Mungu wa wote wenye mwili. Sema amen. Ukikosa utakosa. Pengine hapo mnakamata baloya. Uko zani mbinguni utakamata loya. Loya wenyewe iko na roho iko na samba. Bongo yake nyali kwa anasema sema. Tuwe wa kweli. Katika ukweli unaleta ushirika. Kwa juu kama nitasimama kusema Bwana Elaji, nikutane watu huko nasema Elaji na mie na kamata kikombe ya chai na mie na kunywa ndani. Na wapatia wale watu nguvu ya kusema Elaji. Na kuna mambo mengine Elaji hawezi niambia, anasema hii ukimwambia pastor itafika kwa Elaji. Kinywa wazi yule pastor tena mwambia rafiki yake. Hawezi chunga maneno. Na ndio maana unaona maneno sasa iko naenda mconnection. Ikifika kweli inakunja hivi. Inaenda kwa mtu mwenye anaweza pata ile maneno. Lakini kama tuko watoto wa Mungu, tuwe kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu wa huyu katika kanisa la Mungu hawezi kuwa. Na katika utumishi, katika Ukristo mzima, hao mtu liacha Afrika au mtu mwenye kuwa hapa, sisi sote tunatumikia Mungu mmoja. Tunapaswa kuwa kitu kimoja.
neno ambalo tumelizungumzia, uwe mkweli. Na kama siku zilizopita una mambo ambayo uliyaingia kwa kuwa kundi lako lilikuingiza, na wewe kwenye moyo wako unasema haya siyapendi, ni hivyo tu, kwa jumla unanipatia lift ya gari, kwa kuwa mtu mwenye alikusaidia kwa kufanya connection mbalimbali, kinyiko nasema na wewe ni amina amina. Hapana. Usiosaidiwa na Mungu, mwanadamu hawezi akakusaidia. Ndio kisi Biblia inatuambia. Kila chochote mwanadamu atakusaidia, Mungu amefungua njia usaidiwe. Sema amen. Na ndio maana hata kusema mie maisha yangu kuwa si huyu maisha yangu, hapana, kwa mwanadamu. Usimtegemee mwanadamu. Mimi maisha yangu bila iradi, maisha yangu iradi ndio ashangaje maisha yako wewe. Hana iradi, ni chombo tu Mungu alikitumikisha. Kwa nini usimshukuru Mungu aliyeumba mbingu na nchi? Bila wewe sijui kama ningekuwa bila wewe Mungu namwacha wapi? Ndugu zangu, tumtegemee Mungu. Kwa kumtegemea Mungu tukimbie dhambi. Mambo yale watu wanayozungumza yasiyompendeza Mwenyezi Mungu, uyapinge siku zote za maisha yako. Sema amen. Uyapinge siku zote za maisha yako. Watakuwa wa kwanza kukuingiza, tena ni wa kwanza kukusema yale umeyatenda. Watakuhimiza kweli, watakuhimiza. Pasa hapa kuko hivi, kuko vitu hivi na hivi. Unajingiza naenda fanya. Pasa ona venye uko nafanya. Na hebu tu balikupeleka. Hebu tu balikupeleka. Kinyima nakafuta ni aibu ya kwako. Bwana Yesu aturumie sana. Maisha ya Mkristo, sisi ni watu ambapo tuko barua za kusoma na wengine. Na usizanie hivyo, uko na ikala hapa unazungumza maneno ya Mungu, bado yuko na kuangalia mitandao, uko na kuona. Ndio utakuwa kwenye kona moja hivi, huko position zingine tena. Sio Pastor Kashindo. Au sio yeye? Jambo papa. Wewe. Mbona uko na komande pombe pale? Nilikuwa naomba koka pombe mimi. Hapana. Papa, mbona unaenda kala kuma whisky na nani na makokiko ngambo kula sina. Hapa ni kucheza tu na watu. Na mwenyewe alikuwa na komande ni mtoto wa kanisa au mtu wake, ni mtoto wa kanisa. Mtoto anajiuliza, unasema wewe usikia kinasema whisky. Turi ya pili nakuya, papa wewe si pasere. Ulisema nini papa, nikulete nini? Koka. Uliniambia whisky. Bwana Yesu aturumie sana. Tu watu wa kutembea na mavazi ya Yesu Kristo. Sema amen. Wewe ukikuwa unafanya mambo watu wakuone, kuna watu wanakujua wao juu haki. Na ndio maana mtoto wa Mungu, kama wewe ni mtumishi wa Mungu, unamtumikia Mungu katika ngazi yoyote ile, bana kwambia hata vivambazi vina masikio. Hata vivambazi vina masikio. Kwa hiyo kitu ambacho tutakaozingatia, tunamaliza, simama katika ukweli wa Mungu. Ni ukweli wa Mungu tu utakuweka kuwa huru. Usiangalie vingapi watu watasema juu yako. Watu watasema tu, nimekwisha sema. Watu watasema tu juu yako. Na kama watu wanasema juu yako, ujue kuna kitu ambapo kuna kifanya. Huenda kinaweza kuwa kibaya na huenda kinaweza kuwa kizuri. Lakini mambo yote unayafanya wewe mwenyewe uko temwe. Hata mambo mabaya kama ukiyafanya, unajua haya nini unayofanya ni mabaya. Kama mtu, kila mtu ana dhamiri. Lakini mtu akishafungiwa na moyo shetani, dhamiri hanakuwa anaitupilia mbali. Kwa hiyo ni wakati wa sisi wote kubakia katika kusema ukweli. Tusijalishe watu wangapi watatutukana, watu wangapi watatusema vibaya.
ukweli wetu utajulikana na Mungu. Ndio basi, hatusemi ukweli kwa kuwa watu wakupigia makofi. Sema ukweli kwa kuwa uandikwe katika kitabu cha uzima. Lakini mambo yote yuko anayafanya kwa kuwa upendezeshe wanadamu. Na hakuna kitu inaweza fanya wanadamu wote wapendezwe na wewe. Hata uko kila siku dimanche uko unaleta saki ya chicken unapatia Mungu. Kesho atakwambia chicken tulishachoka nazo. Tunapenda nyama ya nguruwe sasa. Hii tu nyama nguruwe. Si Yakobo, tunapenda Yakobo, tupewe Yakobo. Mwanadamu hawezi mridhisha mwanadamu. Wewe fanya kile kenye Mungu anaweza akapendezwa nacho. Na kanisa tusimame. Nitapenda tuombe. Kuomba nisema hayakuwa too late. Wenda wewe watu ambao unashirikiana nao wanakuingiza katika mambo yasiyompendeza Mungu. Pilato aliambiwa ukimfungua huyo wewe sio rafiki wa Kaisari. Lakini wakati alipoandika anwani wakamwendea tena ili avute, lakini alisema yale nimeandika nimeyaandika. Sema amen. Kumbe unaweza kumata sasa decision ya kusema haya nimeandika, sitayafuta tena, yatabaki vile vile gisi nimeandika. Na hapo Mungu atakusaidia. Tutaomba pamoja. Ombea maisha yako ya kiroho. Ombea maisha yako ya kiroho. Na wenda uko pale unaweza penda tuombe pamoja. Nitakwambia karibu tuombe pamoja. Naweza kuambia karibu tuombe pamoja. Unajua mara kwa mara unaweza ukakamata hatua aseme nitafanya hivi. Lakini kwa kuwa mwovu shetani iko pale, hatapenda wewe usifanye mapenzi ya Mungu. Kama uko pale, njoo tuombe pamoja. Karibu tuombe pamoja. Kwa hiyo tutaomba. Mtakatifu, 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 Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele ni Yesu Kristo. Hakika unastahili sifa, utukufu na heshima zina wewe Mungu uliyeziumba mbingu na nchi.